Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amekutana na kufanya mazungumzo maalum na nyota wa zamani wa soka kutoka Ivory Coast, Didier Drogba, ambapo viongozi hao wawili walijadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya michezo pamoja na uwekezaji nchini Tanzania. Mazungumzo hayo yameibua msisimko mkubwa miongoni mwa wadau wa michezo na wananchi kwa ujumla, hasa kutokana na hadhi kubwa ya Drogba katika ulimwengu wa soka duniani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya kikao hicho, Rais Samia alimkaribisha Drogba nchini Tanzania kama sehemu ya juhudi za kuimarisha sekta ya michezo na kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia michezo. Katika mazungumzo yao, viongozi hao walijadili namna michezo inaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi, kuongeza ajira kwa vijana na kuvutia uwekezaji wa kimataifa. Didier Drogba ni mmoja wa wachezaji wa soka waliowahi kutamba zaidi duniani, akiwa ameichezea klabu ya Chelsea FC pamoja na timu ya taifa ya Ivory Coast. Mbali na mafanikio yake uwanjani, Drogba amekuwa akijulikana pia kwa mchango wake katika shughuli za kijamii, maendeleo ya vijana na uwekezaji barani Afrika. Kutokana na ushawishi wake mkubwa, ujio wake Tanzania umeonekana kuwa na umuhimu mkubwa katika kuhamasisha maendeleo ya michezo nchini. Katika mazungumzo hayo, Rais Samia alieleza kuwa serikali yake imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kuendeleza sekta ya michezo kwa kujenga miundombinu bora, kuimarisha akademi za michezo na kuhakikisha vijana wanapata mazingira mazuri ya kuonyesha vipaji vyao. Serikali pia imekuwa ikiwekeza katika maandalizi ya michuano mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ambalo Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji mwenza mwaka 2027. Kwa upande wake, Drogba alieleza kufurahishwa kwake na hatua zinazochukuliwa na Tanzania katika kuendeleza michezo na kuwekeza kwa vijana. Alisema Afrika ina vipaji vingi vya michezo, lakini bado kuna haja ya kuongeza uwekezaji katika miundombinu, mafunzo na programu za kuwaendeleza vijana ili waweze kushindana katika kiwango cha kimataifa. Kauli yake imepokelewa vizuri na wadau wa michezo waliokuwa wakifuatilia ziara hiyo. Katika hatua nyingine, Rais Samia alimwalika Drogba kuwa balozi maalum wa Tanzania kuelekea michuano ya AFCON 2027. Hatua hiyo inalenga kutumia umaarufu wa nyota huyo kuitangaza Tanzania kimataifa pamoja na kuvutia mashabiki, wawekezaji na watalii kuelekea mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Wachambuzi wa michezo wanaamini kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na watu mashuhuri wa michezo duniani unaweza kusaidia kuongeza hadhi ya nchi kimataifa. Kwa miaka mingi, mataifa mbalimbali duniani imekuwa ikitumia michezo kama sehemu ya diplomasia ya uchumi na utalii, ambapo uwepo wa mastaa wa kimataifa husaidia kuvutia uwekezaji pamoja na kutangaza vivutio vya nchi husika. Mbali na michezo, mazungumzo hayo pia yaligusia masuala ya uwekezaji nchini Tanzania. Rais Samia alieleza kuwa Tanzania inaendelea kufungua milango kwa wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali duniani katika sekta tofauti, ikiwemo michezo, talii, viwanda na teknolojia. Serikali pia imekuwa ikifanya maboresho mbalimbali ya sera na mazingira ya biashara ili kuwavutia wawekezaji zaidi na kuongeza ajira kwa wananchi. Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imeendelea kushuhudia ongezeko la uwekezaji katika sekta ya michezo, hasa kupitia ujenzi wa viwanja, akademi za vijana na udhamini wa ligi mbalimbali. Wadau wengi wanaamini kuwa ongezeko la uwekezaji huo kunaweza kusaidia kuinua kiwango cha soka na michezo mingine nchini pamoja na kutoa nafasi kwa vijana wengi wenye vipaji. Drogba pia alisisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika maendeleo ya michezo. Alieleza kuwa katika mataifa mengi yaliyofanikiwa katika michezo, ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi umekuwa muhimu sana katika kuendeleza vipaji na kuboresha ushindani wa timu mbalimbali. Alisema Afrika ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri zaidi katika michezo endapo itawekeza kwa kiwango kikubwa kwa vijana na miundombinu. Ujio wa Drogba nchini Tanzania umeibua furaha kubwa kwa mashabiki wa soka na vijana wengi wanaomchukulia kama mmoja wa wachezaji bora kuwahi kutokea Afrika. Katika kipindi chake cha uchezaji, Drogba alijijengea heshima kubwa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao pamoja na mchango wake kuisaidia Ivory Coast na klabu alizochezea kupata mafanikio makubwa. Mitandaoni, wananchi wengi wamepongeza hatua ya Rais Samia kukutana na Drogba, wakisema kuwa ni jambo linaloonyesha namna Tanzania inavyozidi kujijenga kimataifa kupitia michezo.
Wengine wameeleza matumaini yao kuwa ushirikiano huo utafungua milango kwa vijana wa Kitanzania kupata nafasi zaidi katika soka la kimataifa na sekta nyingine zinazohusiana na michezo. Katika kipindi cha uongozi wa Rais Samia, serikali imeonekana kuongeza nguvu katika sekta ya michezo kwa kuwekeza katika maandalizi ya michuano makubwa pamoja na kuhamasisha ushiriki wa vijana katika michezo mbalimbali. Serikali pia imekuwa ikisisitiza umuhimu wa michezo katika kujenga afya, ajira na umoja wa taifa. Wachumi wanaamini kuwa sekta ya michezo inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa taifa endapo itawekewa mazingira mazuri ya uwekezaji. Mbali na kuleta burudani, michezo inaweza kuongeza mapato kupitia utalii, matangazo, biashara na ajira kwa maelfu ya vijana. Hivyo mazungumzo kati ya Rais Samia na Drogba yanaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha michezo Afrika Mashariki. Kadri Tanzania inavyojiandaa kwa michuano ya AFCON 2027, ushirikiano na watu wenye ushawishi mkubwa katika michezo duniani unaweza kuitangaza Tanzania kimataifa na kuongeza mvuto wa mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Wengi sasa wanaamini kuwa ujio wake wa Drogba unaweza kuwa mwanzo wa ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Tanzania na mastaa wa michezo duniani kwa ajili ya maendeleo ya vijana, michezo na uchumi wa taifa.